Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzungumzaji ni mimi Profesa Kashaga nikiwa na ndugu Juma Omari Msomanga, ama unaweza kaniita CO Tabibu Msomanga. Kwa hiyo tunayo furaha kwa siku ya leo kuzungumza na kutangaza katika mkutano huu ya kwamba tiba ya tatizo la kuwahi kufika kileleni kwa wanaume imepatikana rasmi, kwa sababu matabibu wamekuwa wakihangaika kila kukicha, kuna makelele hapa na pale ya tatizo la kuwahi kufika kileleni, lakini kwa siku ya leo anaosikiliza nafikiri itakuwa ni furaha iliyoje kwa upande wake. Naam, una chochote cha kuzungumza kabla hatujaingia kwenye mada? Hapo kwenye matabibu kuongelea ili swala la kwamba kuwahi kufika kileleni, ni kweli madaktari bingwa wengi duniani wamehangaika kulitafutia mwarobaini ili swala la kuwahi kufika kileleni, lakini imeonekana kama vile kufeli ama kutokufikia malengo yale ambayo walijiwekea. Mfano, tumeona dawa nyingi sana za kisasa, dawa nyingi sana za kisayansi za kisasa ambazo zilikuwa zinatumiwa na watu tofauti tofauti, mfano kama Viagra, tunakuta kuna Erectro, lakini unagundua kwamba hizi dawa zote zinakuwa zina side effect mwishoni kwa mtumiaji. Kwa hiyo naweza kusema kwamba pia suluhu limepatikana la kuwahi kufika kileleni. Naam, Dr. Kashaga. Naam. Kwa kweli tunasema ya kwamba tatizo la kuwahi kufika kileleni limesumbua na limeteka nyakati. Labda sasa hivi tunaweza kusema kwa katika wanaume 10, wawili labda watakuwa hawana ile tatizo. Kwa kuwa wewe ni clinical officer, ningependa nifahamu kwa nini tatizo limekuwa ni sugu na limesumbua watu, wamepoteza pesa nyingi bila kupata mafanikio. Na imani kuna watu wamekata tamaa. Kwa nini tatizo hili la kuwahi kufika kileleni limekuwa likisumbua kwa muda mrefu? Tabia na mienendo ya watu, mazingira ya watu wanayoishi. Kwa mfano, mfumo wa vyakula ambao watu wamekuwa wanakula sana vyakula vya kisasa tofauti na vyakula asilia, kwa zinawafanya wanapungukiwa na uwezo wa kuweza kudumu katika tendo. Na pia tunaweza tukaongelea matumizi ya kama sigara, pombe. Yaani ni vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu akawa ana tabia ya kufika kuwahi kileleni mara kwa mara, kama vile watu wanaofanya masturbation. Watu wengi waliodumu kwa muda mrefu katika punyeto wanakuwa wanasumbuliwa sana na hili tatizo. Naam, Dokta. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea na mjadala wetu ya kwamba tatizo la kufika kileleni limekuwa likitamba na watu wamehangaika katika njia mbalimbali. Wapo waliokesha kwenye supu za pweza usiku na mchana, watu wamekesha kwenye kahawa, lakini wengine wakihangaika kuna kutumia dawa za ndugu zetu wa Masai, mpaka Wamasai wameona fursa. Wengine mpaka wanauziwa vumbi la mbao, wanaambiwa hii ni dawa. Lakini na wengine wale kama wakihangaika kwenye Viagra, kwenye Vega, kwenye Electro, kwenye Enjoy, kwenye Slay, kwenye Mbandandu. Dawa ziko nyingi sana, lakini wengine wamekata tamaa na wengine tatizo wamelizidisha mara elfu na kwa tatizo kuwa kubwa. Lakini leo tunazungumzia tatizo la kuwahi kufika kileleni na ufumbuzi na tiba yake. Tumeandaa mchanganyo wa mafuta ya asili utokanao na mitishamba, unaitwa bakora. Inaitwa bakora ama kisu cha ngariba, mkongwe wa njia. Naam. Wanasema ngariba siku zote haogopi mikojo anapokuwa kazini. Mimi hii bakora naifanisha na silaha moja inaitwa 50 BMG. Naam. Wanatumia sana watu wa snipers. Long range mashuti ya mbali. Inaitwa 50 BMG. Inapiga umbali mrefu sana. Kwa nafahamisha na bakora inapoingia kazini inapiga umbali mrefu sana. Na wanaume wamechoshwa na tabia hii ya kuitwa wanaume suruali, wanazaraulika. Lakini hata hapa kabla tuanze mkutano kuna story kwa nisimulia, wanasema ongezeko la toys limekuwa ni nyingi. Yaani wanawake wamefika sasa hivi wanaona hawana haja ya kuwa na sisi wanaume, maana hatuwatoshelezi, hatuwakizi haja zao. Ni bora wapate toys, wapate mdudu bandia. Au toys kwa Kiswahili maana yake nini? Tunaita kwa Kiswahili ndio hiyo mdudu wa bandia. Mtu anakuwa na mashine yake ya bandia ambayo anaitumia kwenye kukidhi haja zake mwenyewe. Maana akikupata wewe dakika 2 umelala chalina, unakuwa hauwezi kumridhisha ama kumfikisha
Wanasema unakuwa kama kuku, ukigusa tu pale tayari. Kwa unamwacha mwenzio akiwa ndo anaanza safari, lakini wewe umehitimisha safari. Kwa ni fedhea. Kama utakuwa na pesa atashindwa kukuacha, ili atakusaliti. Je, kama hauna pesa nini atafanya? Ataondoka, obviously ataondoka. Kwa hiyo na wewe itabidi ufanyeje? Maana unakimbiwa na wanawake. Inabidi utafute mwarobaini solution. Ndio mwarobaini ni nini dokta? Lazima uangalie solution la tatizo ambalo linakusibu, kwamba mimi na tatizo gani. Tatizo langu mimi ni kuwahi kufika kileleni, basi lazima utafute solution, ambayo solution imekuja mbele yako hii leo, inaitwa bakora. Bakora ni solution kabisa. Lakini jamani, tuwe wa kweli, ndoa nyingi zimevunjika. Na uvunjikaji wa ndoa, wapo wale walioshindwa wakasema, na wapo wale ambao walishindwa kusema wakaamua kuwa wanasaliti. Kwa unajikuta mwanaume anapata taarifa anasalitiwa, anashindwa ile fezea kuzalilika, anaamua kuivunja ndoa yake. Na wapo wengine hawajagundua kama wanasalitiwa, ila wana imani wanasalitiwa, sababu wewe mwenyewe unajijua hali yako dhaifu. Ukiweka tu umemwaga mbegu, sasa unataka nini tena kifanyike? Na hili tatizo dokta linawaumiza sana wanaume wengi kisaikolojia. Na sasa mbaya zaidi kinachoumiza sasa hivi, matangazo yamezidi kila kukicha, iwe Instagram, iwe Facebook, iwe YouTube, iwe Twitter, iwe kwa bloggers, iwe kwenye website, matangazo. Kwa hiyo hata wale wasiojua dawa wameingia, sababu sasa wana fursa. Kwa hiyo wamejikuta sasa upatikanaji wa tiba ya uhakika imekuwa adimu, kwa sababu tapeli hana alama. Angekuwa na alama ukimwona unamjua. Na wapo watu wanaongea maneno mazuri kuliko hata wa matabibu wenyewe. Kwa hiyo changamoto kubwa, watu wamesikitika, wamehuzunishwa, lakini tusiongee sana. Twende katika bakora. Kama tulivyosema, bakora ni dawa ya asili ya miti shamba. Imetokana na miti, takribani miti ya aina 4 mpaka 5. Unajua kuna watu wanausifia sana, kuna mtu anaitwa mkongo, unajua? Nafahamu. Mkongo, unajua? Sasa yote haifuidafu ndani kwenye bakora. Kwa sababu bakora imetengenezwa na vitu vifuatavyo. Kuna mti unaitwa mkongo, asili yake ni Kongo. Ndio. Bukavu huko. Bukavu. Kuna mti unaitwa mundende. Kuna mti unaitwa puturu. Watu wanajua mara nyingi haya ni majina wanajua. Ila hiyo ni aina ya miti tu. Ni miti ambayo inapatikana katika msitu mkubwa uliokuwepo wapi? Kongo na mti katika Afrika unaongoza kuwa ni msitu wa ajabu. Kuna miti ya kila aina inafanya kazi ya ajabu. Kwa hiyo tumesema kuna mundende ni aina ya mti hiyo. Kama watu wa Kongo wanasikiza wanajua miti hiyo. Kuna puturu ni aina ya mti pia. Na mkongo wenyewe ni mti mmoja mkubwa. Watu wanasema mti wa mkongo yawezekana mkachukua watu 4, watu 14 watu wazima, mkashikana mikono ndo mkaweza kuuzunguka huo mti na kuushika. Mkongo mpaka umetwa jina la nchi. Ni mti wa maana. Ndio mti ambao umezaa zao la vumbi la Kongo. Kwa hiyo ukichukua hiyo miti mitatu ukipata na mdaula. Mdaula ni miti ambayo inapatikana maeneo ya Tabora huko. Ukitengana na mflecha na mchekea unapata kitu kinaitwa bakora. Na vitu vingi ndani yake unaweka, lakini hivyo ni miongoni mwa vitu ambavyo tunawatajia watu wafahamu kabisa ni dawa ya asilia kutoka kwa mtini. Mizizi ya mti wake, magome na mizizi unapata, unasaga, unapata unga, unachanganya na mafuta pale. Unaweza kama kutumia mafuta ya tembo, unapata bakora kisu cha ngaliba. Kwa hiyo ni dawa mahususi, lakini tuwe wa kweli na wawazi kuwafahamisha kwamba bakora ni dawa ambayo haimfai wala imtoshelezi mtu asiyokuwa na nguvu za kiume. Goi mwenye matatizo sugu ya kudumu. Unakuta mtu mmoja anafai kufika kileleni, mtu mmoja anashindwa kuirudia, mtu mmoja umeweka legelege, mtu mmoja hawezi kupiga bao 2 au bao 3, hawezi kufanya baadhi ya staili. Bakora hiyo haikufai. Bakora inamfaa mtu mwenye kila kitu kiko skangaga, lakini ana tatizo moja tu, anawahi kufika kileleni. Au hana tatizo hilo, isipokuwa haendi muda mrefu anataka sana. Labda kuna mtu mwingine anaweza kwenda dakika 18, kwenda dakika 20, lakini anapenda kuna baadhi ya siku amkizi mama chanja. Sababu akona inaitwa kiboko ya mama chanja. Kwa hiyo profesa, hii pia tunaweza tukaita ni booster. Hiyo kwa kweli mimi napenda situmini kitumeni na booster, utawachanganya watu. Napenda kuita turbo. 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 Extra power.
nguvu ya ziada, power unakuwa nayo, lakini bidi kuwa na extra. Turbo gari inakimbia, lakini kuna muda unatakiwa kuwasha turbo. Wewe una uwezo wako mzuri, unapiga dakika 2, dakika 3, dakika 4, dakika 5, dakika 6, dakika 7, dakika 10, lakini unaona leo tuna furaha na mke wangu, tunahitaji leo tufanye mapenzi kama inavyotakiana kufanya. Nikae kifuani kidogo dakika 40, dakika 45 bila kushuka. Mama afurahi au tendo linakwenda vipi. Kwa pale unachukua kidogo unaweka turbo. Naam. Kama una swali hapo, hebu tengeneza swali kwanza. Watu wanapata mgagasiko kuhusiana na bakora. Tengeneza swali uulize kwa niaba ya hao wanaumia vichwa. Labda tu matumizi yake, unatumia vipi dawa? Bana ndugu yangu, uzuri wa bakora hii sio ya kunywa. Sio ya kunywa, sio ya kuramba. Hii bakora kama ulivyoona hapo ni mafuta. Unayachukua kidogo tu mafuta, unapaka kwenye kichwa cha Asumani. Tunapakaje hiyo kitu? Ni thin layer ama tunachukua kwa ujazo mkubwa? Thin layer. Unaposema thin layer ni mpako mwembamba. Unapaka kwenye kichwa cha Asumani pale, au mta Abdalla kichwa wazi. Naam. Wengine wanamuita Lucifer. Ama rungu. Urungu. Wengine wanamuita jicho moja wale. Unapaka kwenye kichwa chake pale kiasi kidogo kama dakika 1 fulani hivi. Afu unachukua tena nyingine thin layer unapaka kwenye kiwiliwili cha uume. Unafanyia massage kile kichwa na shingo yake, kisha unafanyia massage na kiwiliwili kile pale. Baada ya pale unakuwa umechukua nguo yako umevaa, umeendelea na kazi zako, kuacha iingie kwenye misuli, kupressurize damu, kufanya window iwe active. Lakini jamani, kabla ya kuendelea yote, mapenzi yanahitaji nguvu, energy. Ndio maana mtu mwenye njaa hizo kufanya mapenzi, ujue lazima uhakikishe mwili umeingiza glucose ya kutosha, consumption ya kutosha, ambayo inaweza ikasababisha uwe na energy ya kutosha. Alafu hili ni tatizo ambalo linasumbua wanaume wengi mpaka wanalaumiwa. Wanaume wengi mimi nahisi kama wanabaka wanawake, sababu mapenzi ni maandalizi. Ni kitu ambacho mbili ukiandae kiutaratibu maalum, ukipange, ukifandalia maandalizi makubwa. Lakini tu hii ya kumwona mwanamke ukulupu sometimes inakuwa haina maandalizi. Unabidi ujiandae kisaikolojia wewe mwenyewe toka unaanza siku nzima. Leo na program ya kufanya mapenzi na mke wangu. Sawa, immediate zinatokea zichapu kwa haraka kulingana na utundu wa mke uliokuwa naye. Lakini kuna baadhi ya siku yatakikana kuwa na maandalizi maalum kuhusiana kuliendea tendo lenyewe. Utakuwa umeamka vizuri na umepanga program ya muda fulani nitafanya mapenzi. Labda umepanga saa 3 usiku nitafanya mapenzi. Kwa kuanzia saa 10 jioni unatakiwa anze maandalizi hayo. Unatakiwa ule chakula kizuri, ukipe muda kifanye digestion, upate maziwa mtindi kurefresh mwili, upate chai ya tangawizi kuongeza pressure ya damu, upate ndizi 4 na maji ya kunywa kuweka glucose na kuongeza circulation ya blood. Shanifahamu mpaka upate bakora yako nje ya wakati, upake vizuri kama bakora yako tulivyoelekeza hapo, ukae saa moja na nusu, window iwe active, umaliza pale uoge, ufanye maandalizi kuongea maongezi madogo kabla ya tendo, labda mmekaa sebleni mpaka kufika wakati kuliendea tendo, kwa sababu hivi vitu vinasaidia kushusha pressure. Unajua pressure kisaikolojia, sababu watu wengi anakuwa ana uwezo wa kuhimili tendo lakini pressure inamshinda, ana mwemko ya kimwili. Sio unazungumzaje? Lakini Dr. Msomani, hilo pia ni swala ambalo inabidi mtumiaji hii bakora pia na hisi itakuwa ni moja ya zile, pia ni umuhimu wake kwamba inamfanya mtu anakuwa na confidence, kama vile anakuwa anajiamini kwenye kuliendea lile tendo. Tunasema ya kwamba kwa mtu atakayetumia bakora baada ya hiyo saa 1.5 akawa ameoga vizuri akaenda kushiriki tendo lake la ndoa na mke wake wa halali na mtolea mahali, kuna mambo mengi toka mwanamke umuoe anakuwaje kukwambia. Lakini siku hiyo ndugu yangu, story zote utapewa zote, kama amenunua kiwanja kwa siri, kama aidha aliweza kukusaliti kwa siri, mtihani huo. Lakini atakuomba radhi sana, hakujua kama una moto huo. Bakora ina habari nzito hiyo ndugu yangu, ni mtihani mkubwa. Pia hapo nilitaka niongezee kidogo hapo kukuuliza swali kidogo Profesa. Je, hii dawa kama imetokea sasa nimekosa hii dawa vipi na addiction? Umekosa dawa, umekosa nini? Swali liko wapi? Nimekosa dawa, yani nimeitumia kwa kipindi fulani nikakosa kuipata kwa muda fulani. Maana hii dawa inafanisha kama na nyama ya ng'ombe, ukitumia sana kwa kula inachosha. Na ukikosa sana pia unaikumbuka.
Ni kama nyama tu, vile vile nyama. Kwa hiyo too much is harmful always kwa kila kitu. Bakola haitaki kutumiwa kila siku bwana. Siku nyingine unaenda kapela, siku nyingine unapiga na biti, siku nyingine unaenda bakola, ili mradi mwanamke asikuzoea akachoka. Inabidi uwe na mtindo wa kurukia na mabadiliko katika tendo la ndoa. Siku nyingine mtu wa kawaida muungwana, dakika 5, dakika 6 unampumzisha. Kuna baadhi ya siku unamuonesha kweli mimi ni mwanaume nimekamilika. Dakika 40 45 bado uko kulegea namba 4 hujashuka. Vilima unapanda na 4, mtelemko unapanda na 4. Habari nzito. Sio ni vamba hapo. Nakufahamu. Kwa hiyo haina maana kwamba hii bakola, kwa pia unaweza ukajiandaa hivyo bakola, lakini dharura zipo katika maisha. Mkeo akapata dharura, akasafiri ghafla, akaumwa, akajisikia vibaya, taarifa ya msiba. Kwa hiyo ina maana bakola itakushughulisha. Ukasema la utachanganyikiwa ukabaka, hamna. Yenyewe inakuwa active pale unapoingia katika tendo husika. Lakini sio kama ukichukua bakola muda wote utakuwa ngome imesimama. Ile ngome muda wote itakuwa imesimama pale unapokuwa kazini. Wanakuambia chapa de chapa. Kwa hiyo hii dawa unaweza ukaicontrol kisaikolojia. Ndio asili ya dawa za asili ambazo hazina madhara kisaikolojia, na fikra inabidi ucontrol. Unaweza ukapiga, yani inakupa uwezo wa kumaintain fikra zako, useme ni muda gani nitoe mbegu. Kwa mtu aliyokabilika inabidi kuwa na uwezo huo. Yeye mwenyewe anasema sasa hivi sasa ni muda wa kufika mwisho. Sasa hivi mke wangu kalizika na mimi niachie. Sio ile unafika wewe mwenyewe tu bado unataka kuendelea lakini hamna jinsi ya kujizuia. Inachosha mwili dawa. Wanasema bakola, unapoanza kupita goli la bakola linaanzia kwenye unyayo kuja utosini. Mekanizmu yake. Lakini tunapenda kuambia jamani bwana, hii bakola kama shemeji yetu ni mtu wa chipsi, sio mtu wa mazoezi, usitumie utamchosha. Maana hii nataka mtu kweli, watu wanauzia show za kibabe. Sababu kama imagine wewe dakika 45 bado uko kazini nini, afu na hiyo ni round ya kwanza. Sijakwambia round ya pili na ya tatu. Habari nzito. Hiyo ni habari nzito. Kwa hiyo bakola ndio unaitumia kwa mazingira kama hayo kuweza kumwezesha mke wako aweze kufika kileleni vizuri, akuheshimu, aone kaolewa. Shanifahamu fahari ya ndoa. Naam. Kwa hiyo bakola hiyo ndio mekanizmu yake, inakuwa kama inaondosha ile hali ya kutokujiamini, unakuwa unajiamini, inakupa nguvu kubwa ya msisimko wa mwili, inakupa pressure ya damu, msukumo kuenda kwa kasi, uume unakuwa umesimama vizuri. Unaweza kufanya style unazozipenda, ukatoa style hii, kurudisha style hii. Alafu ni kitu ambacho wanaume wengi wamekimisi, unajua. Siku hizi wanaume wanakuwa kama wanadandia baada ya style, kama wakizipata ndio hiyo anaona hapa nikigeuka nimeumia. Missionary, tunasema missionary. Wanasema kifo cha mende, cha crocodile. Yeah. Crocodile, cockroach. Yeah. Lakini hata kule crocodile pia anaweza kaka vile vile watu potea, sababu wote sio hivi. Kwa hiyo tunazungumzia hivyo. Kwa hiyo changamoto ni kubwa, wanaume wanatakiwa kwanza wajitambue. Jamani, lakini hatuwezi kukisifia kitu vizuri kama hichi kikosa madhara. Bana, hii dawa ina madhara. Nafikiri watu wanabidi wajue madhara. Madhara hii dawa bana, kama utaitumia lakini ni nguvu hauna, bet low haikusaidii. Bana, hii useni watu ni bet low. Kama una matatizo makubwa ya upungufu wa nguvu za kiume, ushatumia maviagra, ushatumia mavegra, ushatumia maelectro, ushapiga sana punyeto, uume wako unasimama legelege, unashindwa sana kurudia, hii sio tiba, haikusaidii ndugu yangu. Inabidi atafute mtu tiba ambayo maalum kabisa, tusidanganyane. Hii inawasaidia watu, hivi ni vionjo katika tendo hili, turbo, mambo ya ziada haya. Unafahamu sahihi. Anakuwa ni beki lakini anapiga faulo, anapiga chenga, na sometimes akacheza kiungo. Kwa hivyo ni vitu vya ziada, ni nyongeza kwa mwanaume. Hatuna maana kama ni tiba kwa watu ambao wana ugonjwa kamili wa upungufu wa nguvu za kiume. Isipokuwa umsaidia kwa mwanaume ambaye anawahi kufika kileleni lakini ana ukamilifu wa dalili nyingine. Kama anaenda dakika 5 6, hii inakuongezea uwezo wa. Sijajua una swali lolote kwanza kuhusiana na bakola hapo tajiri? Hapo swali sidhani kama kuna swali lingine zaidi, labda tuweze tu kufahamu kwamba kama kawaida taarifa watu ambao wanahitaji utumiaji watakupataje? Kupata nafikiri kwa mtu aliyokutumia hii audio pia utapata kwake, na hata kama ukiingia YouTube kama hii audio unaisikiza chini kwa namba ya simu utapata kwake.
na pia sisi tuna center yetu Makumbusho jijini Dar es Salaam, hapo inapatikana vizuri. Lakini pia hii dawa tutakuwa tunauza expensive kwa sababu imekuwa ni mkombozi wa wanandoa wengi, imerudisha furaha na faraja, wanaume wengi wameheshimika. Tukaanza kuuza kwa shilingi 100,000. Watu wengi wananunua, lakini kaja kama lalamika, kuna watu walia chini, watu hoehai, inabidi tusaidie na hawajiwezi, kipato chao cha tabu. Tukaamua kuwapunguzia kwa kusema wao wapate na sisi tupate. Kwa gharama hii bakora ni 50,000 taslimu za Kitanzania, yaani 10,000 zinakuwa 5. Lakini Tanzania hela ni nyingi ujue. Mtu atakuwa na 50,000, ndugu yangu, ni nyingi. Hata mimi naona nyingi, sawa, wanasikiliza tu. Lakini fly ilikuwepo hii 50,000 utakayoitoa, hii bakora unaoipata ni zaidi ya miezi 6. Kama mke wako halali wa ndoa mmoja tu, hujaoa wake wawili watatu, miezi 6. Sasa jamani, angalia wewe unakula maisha miezi 6, hadi bado ile miezi 6 kwa 50,000. Yaani kama ndio ukiwa mke wako ndio mvivu, kwa wiki mnafanya mara moja mwaka. Kwa wiki mara moja mwaka. Sababu kwa wiki mwaka si una wiki 50 ngapi tu? 52. Kwa mwaka kwa masiara miaka miwili. Kwa 50,000. Kwa hiyo sio jambo la kujuta, sio jambo la kusikitika. Hiyo ni bakora, kisu cha ngariba. Haimwachi mtu salama. Inafanya kazi vizuri. Tunasema vipi kwa mtu yote anatumia bakora, mrejesho ni lazima kuuleta. Sahihi. Wewe ambaye umeweza kutumia bakora inatakiwa ulete mrejesho. Utuambie nini kimetokea? Vipi? Watu wengi wanatumia bakora wananiambia, ndugu yangu, nisikudanganye, toka nizaliwe show kabambe hii. Kuna jamaa wangu mmoja anamhifadhi, jina lake yuko Mbeya, anasema, ndugu yangu, kazi iliyokuwa inaendelea ndani kwa shemeji yako ni kupokezana taulo. Nimfute yeye, anifute mimi jasho. Jasho linatoka. Jasho linatoka. Shughuli nzito. Weka niweke. Kwa hiyo ni bakora, dawa mahususi kabisa ya mitishamba, na aina ya miti iliyotengenezwa tumeitaja, na kazi inayofanya tumeitaja. Kwa ni nzuri, haina shida yoyote. Kwa tunawaambia ndugu zetu waitafute juu chini waweze kuipata. Maana nilikuwa ni mimi mzungumzaji Profesa Kashaga na ndugu yangu tabibu lakini tabibu hujatupa mambo mengi ya kiundani. Ulichambua kidogo, kitu kimepelekea watu wengi wahangaike kutokupona na tatizo kwa kufika kileleni. Lakini tugusie sababu. Tatizo la kuwahi kufika kileleni linasababishwa na nini, tabibu msomaji? Tatizo ni kama hivyo. Kwanza kabisa tunazungumzia tatizo la kisaikolojia. Hili ndio tatizo ambalo linawakandamiza watu wengi sana. Mtu psychologically anajiandaaje psychologically? Unaona? Kwa hiyo unakuta mtu kisaikolojia yuko vizuri. Pia kingine, sababu ya kufanya mtu anafika kileleni kwa wakati ni kama hivyo, kuchosha misuli kwa masturbation, kwa punyeto. Kwa hiyo kunasababisha mtu akapata kufika kileleni mapema. Na zipo dalili nyingi ambazo tukipata muda inshallah tutakuja kuzizungumzia zaidi katika labda document inayofuatia. Basi tunawashukuru sana, jitahidini wanaume wakubwa mliokuwa mmeoa juzi, mmeoa jana. Na hii bakora sio kwa mtu anaumwa tu. Hii ni kama silaha ndani ya nyumba. Natakikana mtu awe nayo. Kuna baadhi ya siku kuna hafla, kuna fulana. Hebu ashumu kama mke wako amekuwa mwenye kufurahi, kakipamba chumba, kaandaa chakula, kaandaa mandhari, anatarajia usiku wa leo aje apate utulivu wa mwili wake kutokana na ndoa aliolewa. Halafu unakuja wewe mwanaume mwenzetu unaenda dakika 2. Hivi kweli sio dhuluma hii? Hiyo ni dhuluma, na unakuwa kama humtendei haki. Sasa hii bakora unabidi kuitumia kwa usiku ukiona dalili hizo. Unapoona mke wangu leo anahitajia kazi. Sasa kama anapohitajia kazi unatakiwa kumpa nini? Kazi kweli kweli. Kumpa kazi. Nafikiri maneno yanaeleweka, maneno mafupi yenye kuleka ndio yanatosha. Maneno mengi sana na kuwa yatoshelezi, lakini maneno mafupi kama haya watu washaelewa nini wafanye. Shukrani sana.